Na mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kuendelea kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa zaidi ni kuhusiana na Ali Shabani Kamwe, ofisa wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambaye amekamatwa na vyombo vya usalama kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa kiserikali. Taarifa za awali zinaeleza kuwa Kamwe alikamatwa jana Aprili 2, 2025 baada ya kumaliza kwa mechi kati ya Yanga na Tabora United na kupelekwa katika kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na klabu hiyo, limeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka nchini, hasa wafuasi wa Yanga ambao wanataka ufafanuzi juu ya hali halisi ya tukio hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limethibitisha kukamatwa kwa Kamwe kwa ajili ya mahojiano zaidi. Mpaka sasa uongozi wa Yanga haujatoa tamko rasmi kuhusu swala hilo, huku mashabiki wakingoja kwa hamu kujua hatma ya Kamwe na iwapo ataachiwa au kufikishwa mahakamani. Endelea kwa pamoja nasi kwa kuendelea kupata habari kemkem kutoka mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini taarifa nzuri nyingine ambayo ni kuhusiana Ali Kamwe kuweza kuachiwa na jeshi la polisi baada ya kesi yake kuzidi kuendelea kuzidi kuendelea kituo cha polisi. Sasa unaambiwa kwamba mara baada ya Ali Kamwe kuweza kukamatwa, hatimaye ameweza kuachiliwa tangiwa kurushana dongo na mkuu wa mkoa wa Tabora. Hii imekuwa ni kawaida kwa Ali Shabani Kamwe kutoa maneno yasiokuwa na utii wala adabu, lakini kwa hali ambayo inaendelea sasa hivi ni inaendelea kudhihirisha kwamba adabu dhidi yake inahitajika izidi kufuata. Sasa kamanda polisi mkoa wa Tabora CACP Richard Ambwao amesema jeshi la polisi mkoani humo limemwachia ofisa wa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe kwa dhamana baada ya kukamatwa kwa saa kadhaa usiku kwa mkia leo kwa madai ya kutoa kauli chafu kwa viongozi wa serikali. Kwa mujibu wa kamanda huyo, licha kuachiwa, taratibu zingine za kiuchunguzi kuhusu tuhuma zinazomkabili zinaendelea na kama takiwa kuripoti Aprili 21, 2025 katika kituo cha polisi huko Tabora. Pia Kamwe anashikiliwa na polisi ikiwa ni siku 2 zimepita tangu adaiwa kurusha dongo kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha katika hamasa kuelekea mchezo dhidi ya Tabora United uliopigwa siku ya jana, ambapo Dar es Salaam Young Africans uliweza kushinda magoli mawili katika mchezo wake wa kujihakikishia kuzidi kukaa juu kileleni katika mwendelezo wa ligi kuu NBC Premier League. Nini maoni yako kuhusiana na haya ambayo yanazidi kuendelea baada ya Ali Shabani Kamwe kuendelea na kauli zake ambazo zimekuwa zikiendelea kuzua mijadala kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa siku mbalimbali, ambapo kwa siku ya leo Ali Shabani Kamwe basi aliweza kukamatwa na kuweza kuachiwa kwa dhamana mpaka pale ambapo atahitajika tena kuweza kurudi tena kwa ajili ya kesi yake hiyo kuendelea, baada ya matamshi na maneno mazito aliyeweza kumshambulia mkuu wa mkoa wa Tabora. Hii ni 5 Media, don't forget subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na